Zaidi ya wanawake 600 kutoka jamii za kifugaji wilayani Simanjiro mkoani Manyara zimenufaika na mradi wa ufugaji nyuki ambao unawawezesha kiuchumi na kusaidia kwenye utunzaji wa mazingira. Hazla Omari ana taarifa zaidi kutoka Manyara. Wakizungumza mara baada ya kukabidhiwa mizinga ya nyuki 180 kutoka katika shirika linalojihusisha na utunzaji wa mazingira TPW, baadhi ya wanufaika wa mradi huo wanaeleza namna walivyojikwamua kiuchumi na kuondoa utegemezi. Tunashukuru sana sisi kwa kupata huo mradi. Kwa sababu wazee sisi wamama kama wazee zamani hatupewi kutoka. Ni kwenye ng'ombe tu. Lakini baada ya sisi kupata huu mradi na wao wazee wetu kuona faida ya hii mradi, tumekuwa huru. Kwa sababu ilikuwa hutoki kwa sababu mama hajui kitu. Lakini baada sisi kupata hii elimu na wakaona kinachokitoa, sasa hivi na vikundi vyetu tulivyoviunda tumeheshimika sana sasa hivi. Kama wanataka kitu wanataka, nenda kwa mama. Wakikaa kwenye kikundi kwamba kuna kitu ya dharura, nenda kwa mama. Tunashika mwela kwa ajili ya ile kidogo cha kukopeshana, na mradi wetu unatusaidia mpaka si wengine mwenye kujiweza na mizinga yake na yeye peke yake. Kwa hivyo mimi naweza kusema mimi mwenyewe kwamba nina mizinga kama 20 ya kwangu. Shirika hili limekuja likatujengea kiwanda hiki ambao sasa wakina mama wananufaika. Limewajumuisha wanawake wote wa tarafa ya Emboret. Leo naona mtagawa mizinga 100 lakini kipindi fulani ulinigaia pia mizinga karibu 600 kwa ajili ya wakina mama, kwa ajili ya kuwasaidia wakina mama. Kwa upande wake afisa mradi wa ufugaji wa nyuki kutoka shirika la TPW Samson Beha anasema mradi huo hadi hivi sasa umeshatoa mizinga zaidi ya 2000 katika wilaya za Simanjiro, Monduli na Babati. Mwaka huu shirika letu kupitia ufadhili wa mradi wa Darwin Initiative, msaada wa watu wa Uingereza yani UKAID, tumetoa ruzuku ya jumla ya shilingi ya vifaa milioni 42,125,025 kwa vikundi 25 kwa wilaya 3: wilaya ya Simanjiro, wilaya ya Babati na wilaya ya Monduli. Leo hii tunakuomba ukabidhi ruzuku ya vifaa vya ufugaji wa nyuki kwa vikundi 18. Vifaa hivyo ni pamoja na mizinga ya nyuki 180, gloves ngumu ya kurinia asali 18, suti ya nyuki 18, patasi ya mzinga 18, chuma ya kutundikia mizinga ya nyuki 180 na waya ya kutundikia mizinga ya nyuki. Naye mkuu wa wilaya Simanjiro Faki Lulandala, ambaye amekabidhi mizinga hiyo na kutembelea kituo cha kisasa cha uchakataji wa asali, amesema wanawake hao wapewe kipaumbele kwenye mikopo ya Mama Samia, kwani wameonyesha jitihada za kujikwamua. La kukabidhi vifaa vyenye thamani inayozidi milioni 30 kwa vikundi 18 ni jambo ambalo serikali inalipokea kwa mikono miwili. Katika ule mfuko wa Mama Samia wa kukopesha wanawake, ni mfuko wa wilaya nzima. Lakini wakati mwingine wapo wale ambao wanaunda vikundi ili wakope, na wapo wale ambao vikundi vipo, mkopo umewakuta, kwa hiyo mkopo ukienda kwao unakwenda kuunga mkono shughuli wanayoifanya. Ninyi wanawake mnaofanya kazi na TPW, mikopo imewakuteni, hamuundi ili mkope. Kwa hiyo nimeshauri, nimeelekeza, moja ya vikundi ambavyo kwa vigezo havina mashaka ni ninyi. Asante sana Hazla kwa taarifa hiyo. Katika jitihada za kuhakikisha kuwa jamii imepata uelewa na matibabu ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza, shirika lisilo la kiserikali la Rotary International kupitia programu ya Rotary Family Health Days limetoa huduma bure ya ushauri, upimaji wa magonjwa na matibabu kwa wakazi wa manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. Taarifa zaidi tuungane na Innocent Oromo kutoka Ruvuma. Akizungumzia kuhusu programu hiyo, mwakilishi wa Rotary Family Health Days Daktari Joyce Joseph amesema kwa mkoa wa Ruvuma programu hiyo ya matibabu ya magonjwa yasiyo ya kuambukizwa imefanyika kwa ushirikiano wa madaktari bingwa kutoka hospitali ya Mtakatifu Joseph ya Peramio na hospitali ya Maraika chini ya mwamvuli wa klabu ya Rotary wilaya ya Songea. Amesema lengo la programu hiyo ni kutoa elimu, kutoa ushauri na upimaji wa magonjwa na matibabu ili kujenga taifa lenye afya njema. Programu yetu atapata kujua afya yake inaendeleaje. Katika upande wa afya tuna focus na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, kwa mfano kisukari, pressure, tenzi dume na magonjwa mengine mengi ambayo hayaambukizi, ambayo haya magonjwa mtu inabidi awe anaenda hospitali mara kwa mara ili kupata kujua kwamba ana zile
symptoms au viashiria achirishi kwamba anaweza akapata haya magonjwa. Lakini katika jamii zetu sana watu wanashindwa kwenda hospitali mara kwa mara kufanya check up kwa changamoto tofauti za kifedha, za kutokuwepo na hizo huduma karibu nao. Kwa hiyo sisi kama Rotary Family Health Days tunakuja kuzifikisha hizi huduma karibia na watu ambao wanashindwa kuzipata. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Songea Wilman Kapenja Mandile akizungumza na wananchi waliojitokeza kupata huduma ya matibabu kupitia programu ya Rotary, amewataka wananchi wakazi wa wilaya ya Songea kuchukua tahadhari dhidi ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza ikiwemo kufanya vipimo vya mara kwa mara. Haya magonjwa ya ini, figo, pressure kwa kawaida hayaambukizi, lakini waandama watu fulani ambao hawafuati utaratibu mzuri wa maisha. Kwa tunatakiwa kuwa na nidhamu ya ulaji, nidhamu ya maisha. Kupima afya yetu mara kwa mara ni muhimu sana. Usisubiri ugue. Daktari Vanensi Mushi ni mwanafamilia ya Rotary Tanzania. Amesema taasisi hiyo inajishughulisha katika utoaji wa huduma mbalimbali za kijamii, ambapo amesema kwa mkoa wa Ruvuma wametoa huduma mbalimbali ikiwemo upandaji wa miti katika vyanzo vya maji. Tumeshafanya miradi mingine hasa ya kuwezesha mashule. Tumeshashiriki katika kuwezesha shule ya Bomba Mbili ya msingi kuweza kujenga vyoo. Lakini pia tumefadhili mashine ya kusaga kwenye shule ya msingi ya kule Mpitimbi. Tumeshiriki katika mradi wa kupanda miti katika maeneo ambayo yalikuwa yanapata viashiria vya kupata jangwa. Nimekuja kupata vipimo nimeshapima saratani ya shingo ya kizazi na titi. Vile nimepima ini na hormone. Nashukuru sana kwa sababu nilikuwa nakaa na maradhi lakini nilikuwa uwezo sina. Yani yamenipunguzia gharama kubwa sana, hasa kwenye ugonjwa wa moyo. Ni bei kubwa, lakini nashukuru nimefika hapa nimetibiwa, huduma zake ni mzuri. Kutoka mkoani Ruvuma, Innocent Horomo, TVE Habari. Asante sana Innocent kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wananchi wa jiji la Mbeya waliofikiwa na taasisi ya Tulia Trust inaongozwa na Dr. Tulia Ackson kama mkurugenzi wa taasisi hiyo wameshukuru kwa msaada waliopatiwa wa mavazi pamoja na vifaa vya masomo kwa wanafunzi ili kuhakikisha kila mwananchi anatimiza ndoto zake. Taarifa ya Daniel Simeta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Wananchi wameeleza hayo baada ya kupatiwa misaada mbalimbali na taasisi ya Tulia Trust katika kata zao, jambo linalozidi kutafsirika kwa wananchi hao kama upendo wa kipekee kwa kiongozi huyo. Niaba ya wananchi wote tulio hapa leo, tunatoa shukrani kwa mheshimiwa mbunge. Kama alivyosema mheshimiwa diwani kwamba huyu mtu ana moyo wa kipekee. Viongozi wengi, lakini huyu ana moyo wa kipekee. Kwa upande wake diwani wa kata Mkibeto Lucas Mwampiki amekiri uwepo wa misaada mbalimbali unaoendelea kuwafikia wananchi hao, huku mwenyekiti wa mtaa wa Soko kupitia chama cha Chauma amesema viongozi wengi ni mabahiri na wanastahili kuiga mfano kwa Dr. Tulia. Sana Mwenyezi Mungu pia kutuletea mbunge mwenye moyo au mwenye roho ya utu, mwenye roho ya kupenda wa binadamu wenzake. Tumekuwa na wabunge kwa muda mrefu, lakini Daktari Tulia Ackson ni mbunge wa tofauti au ni kiumbe cha tofauti, kwa sababu anapambana na hangaika kule na huku ili ndugu zake au binadamu wenzake na wao waone faraja ya kupata misaada, ikiwemo haya mavazi ambayo yanaenda kutolewa leo kwa wahitaji. Shukuru mheshimiwa mbunge wetu Dr. Tulia Ackson kwa kutuletea msaada. Huu msaada kwanza ni fundisho tosha kwa sisi viongozi kwamba kutoa ni moyo. Sisi viongozi wengi tutakuwa tujifunze kutoka kwa Dr. Tulia. Wengi sisi ni mabaili. Ni lazima tuwekane wazi. Sisi ni mabaili, lakini Dr. Tulia ni mwalimu wetu. Na mimi napenda kujifunza kutoka kwake. Lakini tunashukuru kwa misaada aliyotuletea
Nasema asante na Mungu ambariki. Mwakilishi wa afisa habari kutoka taasisi ya Tulia Trust Lugano Mwangosi amesema kuwa matarajio yao ni kufikia kata zote za jiji la Mbeya ili waweze kunufaika na misaada hiyo. Tumefanikiwa kuwahudumia wananchi zaidi ya 130 ambapo wananchi hao wamenufaika kupata mavazi kutoka kata ya Ilomba, kata ya Mwakibete, kata ya Mwasanga, Tembela, Isiese, lakini pia tunamalizia kata hii ya Rwanda. Wananchi hao wamenufaika kupata mavazi ambayo tumeyapokea kutoka kwa wadau mbalimbali. Hivyo tutumie fursa hii pia kuwashukuru wadau mbalimbali ambao wamefanikisha zoezi hili kwa namna moja au nyingine. Tarajio ni yani kadri Mungu atakavyotubariki. Kadri tutakavyokuwa tunapokea tutakuwa tunazifikisha kwa wahitaji. Lengo ni kuzifikia kata zote 36 za jiji la Mbeya. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Smeta, TVE Habari. Asante sana Daniel kwa taarifa hiyo. Kampuni ya Msama Promotion imethibitisha kuwa maandalizi ya tamasha maalum la kuombea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu yanaendelea vizuri, huku ikihakikisha kuwa tukio hilo litafanyika kwa amani na utulivu. Taarifa ya Recho Chacha inasomwa hapa studio na Nizio Masinde. Tamasha hilo limeandaliwa kwa lengo la kuliombea taifa ili uchaguzi mkuu wa mwaka huu ufanyike kwa amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Akizungumza jijini Dar es Salaam juu ya tamasha hilo, mkurugenzi wa kampuni ya Msama Promotion Alex Msama ameeleza kwamba matamasha ya kuliombea taifa yamekuwa na umuhimu katika kudumisha mshikamano wa kitaifa. Aidha ameeleza kuwa katika kipindi hiki tamasha litatembelea mikoa yote nchini likihusisha viongozi wa dini na waimbaji mbalimbali kutoka ndani na mataifa ya nje, na litaanza jijini Dar es Salaam kabla ya kuelekea maeneo mengine. Tunahitaji amani hii tuliyokuwa nayo tuendelee kuwa nayo. Mwenyezi Mungu aifunike amani hii kwa ulinzi wake mkuu ili tuendelee kuwa nayo, na maisha ya Tanzania wenzetu wote kwa pamoja tufanye shughuli zetu kwa amani na utulivu hata kipindi cha uchaguzi na maisha yaendelee. Kwa hiyo tukaona kampuni yetu ya Msama Promotion iandae tamasha la kuombea uchaguzi mkuu, na naomba niwaambie Watanzania kwamba hii sio mara ya kwanza, na kipindi hichi sasa tumekusudia kwamba tufanye matamasha haya ya kuombea uchaguzi mkuu kwenye mikoa yote, mikoa 26. Tutafanya matamasha, tutaombea uchaguzi wetu mkuu, tutaombea viongozi wetu, tutaombea taifa letu, tutaongea mambo mengi tu katika ziara yetu hiyo ya kuhakikisha kwamba tamasha hili linamfikia kila Mtanzania. Hata hivyo, viongozi wa vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi mkuu wametakiwa kutumia lugha za staha wakati wa kampeni ili kudumisha amani na mshikamano miongoni mwa wananchi. Asante sana Nizia Masinde kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Benki ya CRDB na Propaco zaingia makubaliano ya kutoa mkopo wa euro milioni 48 kwa wanawake na vijana.